nawasikiliza, alafu siwezi kuwastopisha waongee, siwezi kuambia acheni. Hayo ni machozi ya furaha lakini pia machozi ya huzuni kutokana na vitu viwili ambavyo Wema Sepetu ameweza kuvizungumzia katika hiyo video ambayo alikuwa anaonekana analia huku akiwa anaongea. And of course kuna jambo ambalo limeweza kumgusa kwa kiasi kikubwa sana, lakini lingine pia limeweza kumfurahisha kiasi cha kujikuta yuko na machozi. Bila shaka kwenye jambo la kufurahisha wengi watakuwa nafahamu kwamba kipi hasa ambacho kimemfurahisha zaidi Wema, ila nina full details hapa juu ya kile ambacho kimeweza kumfanya Wema akalia. So tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu kweli wote, lakini point ya msingi kabisa ni wewe tu kusimama na mimi mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu kweli wote, na cha muhimu zaidi ni kuonyesha upendo tu kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapa like video, kisha kwenye comment section utakuja kutuachia maoni yako kutokana na kile ambacho wewe utakomeza kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kutokea huko mtaani basi unakuwa kwanza kabisa ukipata hapa. Sasa tunafahamu ile sakata la Wema Sepetu ambalo linaendelea sasa hivi. Ni sakata ambalo kwa sasa hivi ni kama vile mitandao imetawala sana, kwa sababu ni moja ya taarifa njema, lakini taarifa pia ambayo imeweza kumfanya Wema akabadilika makashifti kutoka maisha ya namna moja kwenda namna nyingine. Tunafahamu hali ya Wema kwa zaidi ya miaka 15 alikuwa akihasa kutafuta mtoto na vitu kama hivyo, ilikuwa ni noma, lakini alikuwa hapati. Maneno mengi sana ambayo Wema alikuwa anayapata, kejeli za kutosha, lakini pia matusi ya kutosha. Ni moja vitu ambavyo vimempelekea Wema leo hii unaona anadondosha machozi, anaongea huku akionekana ni mtu fulani hivi ambaye hana amani, hana furaha kabisa, lakini pia ndani kwake kuna furaha. Yani anaongea kutokana na kwamba akikumbuka yale yote ambayo yameweza kufanywa na watu hapo nyuma, basi anaumia, anakosa amani, lakini pia kila akikumbuka kwamba kuna good news kwa upande wake, basi ni kitu ambacho kinamfanya pia anapata machozi ya furaha, kwa sababu anaamini the long wait is over na sasa hivi ameenda kuwa mtu mwingine kabisa. Yani kiufupi tunaweza tukasema next level. Sasa kuna taarifa nyingi sana ambazo zinaenea kuhusiana na Wema Sepetu. Kwanza kabisa sakata ambalo limeweza kumfanya Wema Sepetu akafikia hatua ya kulia ni kwamba licha ya kwamba tunaelewa kwamba ana ujauzito sasa hivi kwa taarifa zilizopo, kwamba ni ana ujauzito, basi kuna sakata moja hivi ambalo limeweza kuendelea kutoka kwa upande wa mama yake, lakini pia kutoka kwa upande wa watu wengine, tunaweza tukasema mashabiki ambao wamekuwa wakimfuatilia. Tunakumbuka recently kulikuwa kuna alikuwa anapokea matusi mengi sana, anasemwa sana na mengi sana alikuwa anayapata, akaja kusema kwamba yale yote ambayo watu wamekuwa kiasema yamekuwa ni moja kwa moja yanaenda kumaffect mama yake, na amekuwa akionyesha kuumizwa zaidi na kile ambacho watu wamekuwa kikifanya kwa kumtukana Wema Sepetu. So mama alikuwa anajisikia vibaya kwa sababu alikuwa naamini huyu ni mtoto wake, so ile feelings ambazo yuko nazo mtoto wake, automatically mama lazima naye anakuwa affected kwa namna fulani hivi. Kwa maana Wema akiwa anaumia, mama yake anakosa amani, anajikuta naye akiwa anaumia, kwa sababu anaona kama yeye ndio aliyekosea kumleta Wema duniani, na ndio maana watu wanamwandama kwa kiasi kama kile pale. So Wema kilichokuwa kinamliza hapo kwanza ni kwamba anasema kwamba watu wamekuwa wakimuandama kwa kiasi kikubwa sana, na wengi wanasema kwamba eti hata hiyo mimba alionayo huenda ikaenda kutoka, kwa sababu taarifa tumezipata recently. So anasema kwamba anajikuta anaumia tu, anashindwa cha kusema ama cha kuwajibu, kwa sababu kama majibu yote ameshawajibu, na anaona kadri wanavyozidi kumshambulia ni anaumia zaidi. Kwa anajikuta mtu fulani hivi mwenye maumivu, ingawaje anafurahia kuwa na hiyo hali ambayo yeye yuko nayo sasa hivi, na ambayo sisi pia tunaitambua kwamba ni mjamzito. Lakini anasema kinachomuuma zaidi ni kuona kwamba watu ni kama vile wanaongea maneno ambayo, unajua always maneno waga yanaumba. So anafikiri kwamba kile ambacho wanakiongea watu kwamba hiyo mimba pengine inaweza ikatoka kabla hajaweza kufikia umri wa kuzaa, vitu kama hivyo yanaweza akaja kuwa kweli zaidi. Ndio kitu ambacho kinamfanya anaumia na anashindwa kuwajibu chochote, kwa sababu anahisi anaweza kana anaongezea moto kwa kiasi kikubwa zaidi. Lakini pia anasema kwamba watu hawajali kabisa kuhusiana na feelings ama hisia za mama yake, kwa sababu ndio moja watu ambao sasa hivi walitakiwa wanafurahi kwa kiasi kikubwa, lakini ndo wanaumia, lakini pia wanapitia shida kuona kwamba mtoto wake pengine katika hiki kipindi angepata faraja, lakini bado watu wamekuwa kimwandama kwa kiasi kikubwa zaidi. Sasa hicho ndio kinachomfanya Wema Sepetu aweze kulia. Tuambie una maoni gani kuhusiana na hiki? Unadhani ni wakati sahihi kwa Wema kulia kwa sababu tu ya maneno ya watu,
au angetulia tu ili mwisho wa siku aweze kuja kuona pengine, kwa sababu kazi ya Mungu always ndio huleta majibu sahihi na wala sio maneno ya binadamu. Hata kama wakisema nini, Mungu pekee ndiye ambaye anaweza kufanya jambo fulani na likaweza kutokea. Comment yako nipi kuhusiana na hiki hapa hivi? Tuambie hapo chini ya hii video, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates nyingine katika video ambazo zitakuwa zinafuata. Kuna mengi zaidi ambayo yanakuja, kwa hiyo ili kutokukosa update yoyote ile pale, ukisubscribe hapo chini utakuwa ni mwanachama ama mwanafamilia wa Bongo Vibe. Ili video yote ambayo itakuwa inakuja, basi unakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata hapa hapa. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka next video. Bye bye.